Stori inaanza na mama mmoja mjane anayeitwa Virginie. V ana watoto wawili, binti mkubwa Laura na mdogo wake Gaston. Mme wa V alifariki kwa kujinyonga, hivyo jukumu la kulea familia liko mikononi mwake. V anafanya biashara ya kufuga panzi, locust, ambao wanatumika kutengeneza unga wa protein kwa ajili ya mifugo na matumizi mengine. Hata hivyo, biashara hiyo ni ngumu sana. Panzi wake hawatagi mayai na hawazaliani inavyotakiwa, na biashara imedorora. V anajaribu kuwasiliana na wataalamu ili wamsaidie, lakini hali inabaki kuwa ngumu. Hali hii inamuathiri sana binti yake Laura, ambaye anachekwa na kunyanyaswa shuleni na wanafunzi wenzake, wakimuita mtoto wa muuza panzi au kusema mama yake ni maskini. Laura anaichukia sana hiyo biashara na anatamani mama yake aache. Shinikizo na msaada wa karimu. Siku moja, mteja wa zamani anamtembelea V na kumtishia kwa sababu ya oda ambayo haijakamilika kwa miezi 6. V hana pesa na hajui la kufanya. Anaomba msaada kwa rafiki yake Karim, ambaye ni mkulima wa mizabibu na anampenda sana V. Karim anaahidi kumsaidia kutafuta wateja na kumpa pesa kidogo. Wakati huo huo, Gaston, ambaye anapenda sana wadudu na wanyama, anacheza na panzi. Siku moja anagundua panzi mmoja akinyonya damu kwenye kidonda chake mkononi. Anamwambia mama yake, lakini V anampuuzia kwa wakati huo. V anapata mteja mpya kupitia kwa Karim, lakini mteja huyo anatoa bei ndogo sana ambayo inamkasirisha V. Kwa hasira, V anaenda kwenye banda la panzi na kuanza kuvunja vitu. Anateleza na kuanguka, kisha anapoteza fahamu. Anapozinduka, anakuta panzi wengi wakiwa wamemzunguka na wanakunywa damu kutoka kwenye jeraha lake mkononi. Asubuhi inayofuata, V anashangaa kukuta wale panzi wamechangamka sana, wamekuwa wakubwa na wametaga mayai mengi kuliko kawaida. Anagundua siri ni kwamba panzi hao wanastawi kwa kunywa damu. Usiku huo, V anaingia bandani na kuamua kuwapa mkono wake wanywe damu yake ili wazaliane zaidi. Hii inakuwa siri yake. Biashara inaanza kunamiri. Panzi wanazaliana kwa kasi na V anaanza kupata pesa. Anamdanganya Laura kuwa watauza shamba na kuhama hivi karibuni ili kumtuliza, lakini badala yake anajenga mabanda zaidi ya panzi. Kwa vile damu yake haitoshi, V anaanza kununua damu ya wanyama kama ya ng'ombe kwa siri kutoka kwa wachinjaji ili kuwalisha panzi hao ambao sasa wamegeuka kuwa wala nyama, carnivorous. Laura anaanza kuhisi kuna kitu hakiko sawa. Mama yake anaonekana dhaifu na ana vidonda vingi mikononi na mwilini. Pia tabia ya V inabadilika, anakuwa mkali na msiri. Siku moja, mbwa wa jirani anapotea maeneo hayo baada ya kuliwa na panzi, lakini V anaficha ukweli. Laura akiwa na hasira baada ya kugundua mama yake hana mpango wa kuhama na anaendelea kupanua biashara. Anaenda kwenye banda moja na kulichana na kisu. Panzi wanatoka nje. Wakati huo, Gaston alikuwa anacheza mpira nje. Panzi hao wanamshambulia mbuzi kipenzi wa Gaston. Gaston anakimbilia ndani ya gari, lakini mbuzi wake analiwa na kuuliwa na panzi hao. V anarudi na kukuta uharibifu huo. Anagombana na Laura, lakini wanazika mbuzi huyo na kumdanganya Gaston kuwa amepotea tu. Ili kuwapoza, V anawapeleka watoto picnic na kumlipia pesa ya kambi ya mpira ili akae mbali na nyumbani. Gaston anaenda kambi. Nyumbani mambo yanaharibika. Wauzaji wa damu wanakataa kumuuzia V damu zaidi bila kibali. V akiwa mchanganyikiwa na panzi wakiwa na njaa kali, anamkamata mbwa wa jirani na kumtupa kwenye banda la panzi ili wamle. Karim anakuja kumtembelea V na anagundua maiti ya mzee jirani ambaye aliingia kutafuta mbwa wake na kuliwa na panzi. Karim anaona hatari hiyo na kuamua kuchoma moto mabanda yote ya panzi ili kumaliza tatizo. Moto unasambaa na panzi wanatoroka kwa wingi wakiwa na hasira na njaa. Mwisho wa kusikitisha, panzi wanamshambulia Karim. Laura anakimbia kujiokoa, lakini anazingiriwa na kundi kubwa la panzi hao. V anaona mwanaye yuko hatarini. Ili kumwokoa, V anajikata makusudi kutoa damu nyingi, kisha anakimbilia ziwani kwenye maji. Panzi wote wakivutiwa na harufu ya damu yake wanamfuata V na kuingia majini ambapo wanakufa maji. V anajitoa muhanga na kuzoma maji na panzi hao ili kumwokoa binti yake. Laura anabaki salama ufukoni akilia. Filamu inaisha ikimwonyesha Laura na Gaston wakiwa wameokoka, lakini wakiwa wamempoteza mama yake kwa ajili ya biashara hiyo ya hatari.
Usisahau kusubscribe kwenye chaneli hii yetu Bongo Movie Recaps.